Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Julai 17 ya mwaka 2026. Leo tunaenda kuiangazia mada inayosema sauti nyikani. Imejengeka katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17 aya ya kwanza. Neno la Mungu linasema, basi Elisha Mtishbi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, keti mahali pasiri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Nasema asante kwa ajili ya upendo wako, rehema zako na uongozi wako maishani mwetu. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwetu, ukitulinda na kututunza. Nasi tumepata nafasi ya pekee ya kujifunza neno lako asubuhi ya leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu akae nasi, akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, tuweze kupokea neno hili maishani mwetu na kwamba tukae kama watoto wako wa kiume na wa kike. Asante kwani utafanya hivyo na kuzidi katika jina la Yesu. Amina. Sauti nyikani. Kati ya milima ya Gileadi upande wa mashariki wa Yordani, katika siku za Ahabu, aliishi mtu wa imani na maombi ambaye huduma yake isiyo na woga ilikusudiwa kuzuia kuenea haraka kwa uasi katika Israeli. Akiwa mbali sana na mji wowote mashuhuri na bila cheo chochote cha juu maishani. Hata hivyo, Eliya Mtishbi aliingia katika utume wake akiwa na imani katika kusudi la Mungu la kuandaa njia mbele yake na kumpa mafanikio tele. Neno la imani na nguvu lilikuwa katika midomo yake na maisha yake yote yalikuwa yamewekwa wakfu kwa ajili ya kazi ya matengenezo. Sauti yake ilikuwa ni ya mtu aliaye nyikani kukemea dhambi na kuzuia wimbi la uovu. Huku akija kwa watu kama mkemeaji wa dhambi, ujumbe wake kwa wale wote waliotaka kuponywa ulitoa zeri ya Gileadi kwa roho zile zilizokuwa na ugonjwa wa dhambi. Kwa Eliya ulikabidhiwa utume wa kufikisha ujumbe wa mbingu wa hukumu kwa Ahabu. Hakutafuta kuwa mjumbe wa Bwana, neno la Bwana lilimjia. Akiwa na wivu kwa ajili ya heshima na kusudi la Mungu, hakusita kutii miito ya Mungu. Ingawa kutii kulionekana kukaribisha maangamizi ya haraka kutoka mikononi mwa mfalme mwovu. Ilikuwa ni kwa kutumia imani thabiti peke yake katika nguvu isiyoweza kushindwa ya neno la Mungu, Eliya alitoa ujumbe wake. Asingekuwa na imani kamili kwa yule aliyemtumikia, kamwe asingefika mbele ya Ahabu. Akiwa njiani kwenda Samaria, Eliya alipita kando ya mito inayotiririka daima, milima iliyofunikwa na ukijani na misitu mizuri ambayo ilionekana kuwa haiwezi kufikiwa na ukame. Kila kitu ambacho jicho lilitua juu yake kilikuwa kimevikwa uzuri. Huenda nabii alijiuliza, ni vipi mito ambayo haikuwa imewahi kuacha kutiririka kwake ingeweza kukauka, au ni jinsi gani vilima na mabonde hayo yangeweza kuchomwa na ukame? Lakini hakutoa nafasi yoyote kwa ajili ya kutoamini. Aliamini kabisa kwamba Mungu angewanyenyekesha Waisraeli walioasi na kwamba kupitia katika hukumu mbalimbali wangefikishwa katika toba. Amri ya mbingu ilikuwa imetoka, neno la Mungu lisingeweza kushindwa.
na kwa kuhatarisha maisha yake, Eliya bila woga alitimiza utume wake. Hii ni Julai 17, mada ikisema sauti nyikani. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda kama si kwa Bwana wetu. Na sasa tumetambua yajayo hatuyahofu, mweza wa yote asiyelala ni Bwana. Na sasa tunaposoma tuna imani kwamba hakuna unaloshindwa kama ulishinda mauti. Ima kwa ujasiri mioyo yetu ya amini, unayo kesho yetu Bwana, watuwazia yalo mema. Na sasa tunaposoma